tunakamilika kwa kukosea, na ukamilifu wetu upo katika kukosea. Tunakamilika kwa kukosea, na ukamilifu wetu upo katika kukosea. Usijaribu kupambana, kujaribu kuonyesha familia, pengine taasisi, watu, jamii kwamba haujakosea. Utaishi kwa gharama kubwa sana hapa duniani, na wakati mwingine utashindwa kutimiza makusudi ambayo Mungu ameyaweka kwenye maisha ya kwako, kwa sababu ya kujaribu kuonyesha perfection, kwamba uko perfect. Na watu wanaopigana vita hii ya kujitambulisha kwamba they are good na ya kwamba hawajafanya mistake yoyote, wana kifungo kikubwa sana cha fikra, kwa sababu tunakamilika kwa kukosea. Kanisa katika ukamilifu wake, kanisa, napotamka kanisa sio Lutheran, kanisa. Hizi nyingine Lutheran, Anglikana, TAG, Roman Catholic ni madhehebu. Kanisa la Kristo ambalo ni lote dunia nzima, ukamilifu wake ulikabidhiwa kwa mtu mmoja aliwahi kukosea, anaitwa Petro. Petro alikosea kwa kumkana Yesu mara 3, akisema mimi sijawahi kumuona wala sijawahi kumjua. Lakini kimsingi alikaa na Yesu akiwa kwenye kulelewa, novitiate, akiwa kwenye majiundo katika kutengenezwa. Day 1 tu Yesu alimwambia Petro, tangu leo hutakuwa ukivua samaki, lakini utakuwa unavua watu. Na akakaa kwenye nafasi hiyo ya novitiate miaka 3, malezi ya miaka 3, na akiwa mnovisi mzuri tu. Lakini alikaa na Yesu, master wake au mwalimu wake au mentorship, aliyekuwa anamfanyia mentorship program ni Yesu mwenyewe, sio labda mchungaji, Yesu peke yake. Lakini Petro alikosea. Alipofika kwenye crisis, alipofika siku ya Yesu kukamatwa na msukosuko wa Wayahudi na purukushani ya siasa za Kirumi, Pontio Pilato wakati ule, Yesu aliyeteswa wakati wa Pontio Pilato, Petro alipofika tena, wala sio mtu wa maana alimuuliza ni hausigeli, akasema huyu ni miongoni mwao. Petro alikana, hajawahi kumuona Yesu mara 3, asema simfahamu wala sijawahi kumuona. Huku ni kukosea kwa wazi. Lakini ukamilifu wa Petro ulipatikana katika kukosea. Siku Yesu anafufuka kutoka kwa wafu, na alipofufuka kutoka kwa wafu, aliandika kanoti, akawachia malaika. Wakati wanawake wanaenda kaburini, wanakuta malaika, na malaika wanawaambia wale wanawake, nendeni mkawaambie ya kwamba nimefufuka na watanikuta Galilaya. Lakini mwambieni na Petro, nendeni mkawaambie wanafunzi na ndugu zetu wengine, lakini mwambieni na Petro, specifically Petro aliyekosea, ya kwamba atanikuta Galilaya. Unajua, hata Mungu alijua ya kwamba mazingira yamemsababisha Petro kunikana mara 3, lakini ukamilifu wa mwanadamu upo katika kukosea. Kwa hiyo ukamilifu wa hili kanisa linalotunza maungamo na toba na kutangaza msamaha wa dhambi upo katika kukosa. Yaani uliwekwa kwenye mikono ya mtu aliyekamilishwa katika kukosea. Hiyo ni theolojia na falsafa ngumu kweli kwa watu ambao wana hiyo shida. Nimesema jana, ni ulevi, ni kasumba ya kujitahidi kuwa perfect.
na kutokuthubutu kusema excuse me, I'm sorry. Yani hivyo. Hauwezi kuwa mkamilifu kuliko kanisa lililokabidhiwa mikononi mwa mtu ambaye alikosea kwa kiwango cha namna hii. Lakini pia usiwe mtu ambaye unasimama kukondem mtu aliyekosea, kwa sababu ukamilifu wa yule aliyekosea, ukamilifu wa mtu upo katika kukosea. Ukamilifu wa mtu yoyote upo katika kukosea. Na ukijitahidi kwamba haukosei, hauwezi kufika kwenye ukamilifu. Kwa hiyo hili kanisa foundation yake, na aliyekabidhiwa Petro ambaye anaitwa mtakatifu leo, nasema Saint Peter. Huyo Saint Peter ni yule aliyekosea publicly, akamkana Yesu mara 3. Lakini aliishi kwenye novitiate miaka 3 na Yesu. Still ubinadamu wake alifika mahali akamkana Yesu mara 3. Lakini alirudi kwenye novitiate ya siku 50. Biblia inasema hata baada ya Yesu kufufuka, Petro alipoona kabisa Kristo amefufuka, walienda kujifungia mahali. Ndio siku ya Pentekoste, si ndio? Biblia inasema wakakaa hapo. Na ndio leo nafikiri kupaa, si ndio leo siku ya kupaa? Yani walienda kukaa siku 50, wakajifungia hapo siku 50, wakiomba siku 50, kanisa la kwanza. Na Biblia inasema hata ilipofika siku ya Pentekoste na milango ikiwa imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, ilitokea chembe miali kama miali ya moto, ikamgusa kila mmoja, wakaanza kunena kwa lugha. Na Petro akahubiri siku ile, na miaka na watu zaidi ya 3,000 wakaokoka, na kanisa hili likakabidhiwa kwenye mikono yake. Akawa askofu wa kwanza, akawa papa wa kwanza. Na leo ninasemaga kila mara tuna Saint Peter ambako ni alama ya kanisa. Nazungumza nini asubuhi ya leo? Nasema ukamilifu wetu na kukamilika kwetu kunakamilika katika kukosea. Ninaomba urudi tena. Rudi tena. Tenga siku kadhaa za kufikiri na kuona kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika kwenye maisha ya kwako. Usije ukafika mahali ukaona mimi basi kwa sababu ya hili siwezi kuendelea tena mbele. Unayo nafasi. Kama kanisa hili limekabidhiwa kwa Petro aliyekosea, usitumie muda mrefu kujaribu kujitetea. Lazima ufike mahali umuone Mungu katika njia ya pekee anayeweza kusamehe, anayeweza kuinua watu kwa upya. Na mwanadamu ana tabia hiyo ya perfection hata kabla yani tangu ukiwa mtoto. Unamkuta mtoto amedokoa sukari, iko hapa mpaka hapa. Wewe umekula sukari. Najiulizaga, jamani, hii mbegu gani? Yani sisi tunakuona sukari iko mpaka huku, alafu tunakuuliza, wewe umelamba sukari? Sijagusa. Na ni mtoto, nani amemfundisha? Ni kwa sababu watu hawapendagi kukosea, na ni vita kubwa sana. Na ukiona hata mataifa mengi yana mavita huko na kukosa amani, ni kwa sababu ya watu wamekosea na hawataki kufikiri kwamba wamekosea. Wanajaribu kujitetea kwamba hawajakosea. Hiyo ni shida katikati ya maisha ya watu wengi. Katika jamii ni lazima ukubali kwamba nimekosea, na usiogope kwamba kukosea kwako ndiko utimilifu wako. Tunatimilika na tuna ukamilifu, na ukamilifu wa mtu upo katika kukosea. No more condemnation. Hatuna haja tena ya kuwa condemned na kujisikia kwamba unashindwa. Usitumie jitihada za kutuambia kwamba hujakosea. Hapana, jitahidi kuanza tena kama Petro. Wako wapi watu wachache ambao wanasema nitaanza tena kwenye hiyo biashara? Anza tena kwenye hicho kipawa, anza tena kwenye hiyo huduma, anza tena kwenye hiyo ndoa, anza tena kwenye maisha yako ya kawaida, kwenye jamii, anza tena, anza tena, anza tena, na Mungu atakuwa pamoja nawe. Nami ninakutamkia mbaraka wa neema ya Mungu na neema ya Petro na upako wa Petro asubuhi ya leo. Hautakufa kinyonge,
lakini kuna kitu utakiacha legacy, kama Petro aliyeacha legacy kanisani. Nami nakutamkia mbaraka kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache waseme amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.